Watu wengi mnaelewa kwamba tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025 ni siku ambayo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alienda tena pale nchini Marekani, na ilikuwa ni safari yake ya kama mara ya 6 hivi tokea rais wa Marekani Bwana Donald Trump aingie madarakani. Sasa nyuma ya story ambazo hazizungumzwi kuhusu nini ambacho kilitokea katika mkutano huo wa rais Volodymyr Zelensky pamoja na rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kwamba kumbe kuna mvutano mwingine uliibuka, waligombana vibaya mno, na hii ilipelekea Marekani kubadilisha mitazamo yake kuhusiana na kuendelea kuisupport Ukraine. Kivipi? Katika ule mlo wa mchana ambao ulikuwa ni mlo baada ya kazi kati ya rais Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky siku ya Ijumaa, uligeuka kuwa ni mkutano wa mvutano baada ya kiongozi huyo wa Marekani kusisitiza kwamba Ukraine inatakiwa kukubali kutoa baadhi ya maeneo yake kwa Urusi ili waweze kufanikiwa kumaliza vita. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa pia na maafisa wa Ulaya ambao walipata taarifa kutoka kwa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Trump ambaye baadaye aliunga mkono kusitisha mapigano katika maeneo ya sasa ya vita kama sehemu ya makubaliano ya amani, alionekana kukasirika na kupandisha sauti mara kadhaa. Maafisa hao wa Ulaya walizungumza, na tukio hili lilikuwa ni sura nyingine katika uhusiano wenye mvutano kati ya viongozi hao wawili, na liliwakilisha mabadiliko mengine katika mtazamo wa Trump kuhusu namna vita hiyo itakavyomalizika, ambapo tunakumbuka mwezi uliopita baada ya kukutana na Zelensky mjini New York, Trump alidai kuwa Ukraine huenda ikaweza kurejesha maeneo yote ambayo yalikuwa yametekwa na Urusi, lakini Donald Trump akabadilisha akisema kwamba wanahitaji wa Ukraine kukabidhi baadhi ya maeneo kwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, huku akiwa anajiandaa kwa mkutano mwingine wa hadhi ya viongozi wakubwa duniani ambapo wanatarajiwa kukutana pale mjini Budapest. Na inadaiwa kuwa baada ya mazungumzo ya simu na kiongozi huyo wa Urusi usiku wa mkesha wa mkutano wake na Zelensky, Trump alisisitiza tena kwamba Kyiv ni lazima ikubali kutoa maeneo makubwa ya ardhi ili waweze kufanikiwa kumaliza vita. Trump alipuuza kile ambacho kimeonekana kuwa ni mabadiliko ya msimamo ambao aliutoa kipindi cha awali, ambapo alisema Ukraine wanatakiwa baadhi ya maeneo yawe upande wao. Lakini sasa hivi baada ya kuwa amezungumza na rais wa Urusi kwa njia ya simu, kesho yake rais wa Marekani Bwana Donald Trump akaibuka na hoja nyingine mpya kabisa. Na moja kati ya kile ambacho kilizungumzwa kuhusiana na jambo hili, alizungumza akasema, sikuwahi kusema wangepata ushindi, nilichosema ni kwamba wanaweza kushinda. Alizungumza hivyo, na lolote linaweza kutokea. Unajua vita ni jambo la ajabu, mambo mengi mabaya hutokea, mambo mengi pia mazuri huwa yanatokea. Alizungumza hivyo rais wa Marekani wakati alipokutana na waziri mkuu wa Australia, akasema bado anaamini kwamba Ukraine inaweza kushinda, lakini hafikiri kama Ukraine wanaweza wakafanikiwa kushinda. Na Zelensky baadaye alitoka kwenye kikao na aliwapigia simu viongozi wa Ulaya na kuwapa taarifa, ambapo alionekana kukosa matumaini kuhusu msimamo wa Trump kwa mujibu wa maafisa wa Ulaya ambao walizungumza na rais wa Ukraine. Na kwa mujibu wa chanzo kutoka Ukraine, upande mwingine walisema mkutano wa ikulu ya Marekani ulikuwa ni mkutano wenye mvutano mkubwa sana, lakini walisema kwamba palikuwa na kelele pamoja na kufokewa, na hii ndio ambayo ilipelekea kupunguza ule uzito wa ripoti ambazo zilikuwa zinadai kwamba kulikuwa kuna mzozo kati ya viongozi hao. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mkutano huo ulikuwa ni mkutano wa kujenga, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba ulionekana ni mkutano ambao rais wa Marekani Bwana Donald Trump amegeukia upande wa rais wa Urusi Bwana Volodymyr Zelensky. Na kuhusu maelezo ya maafisa wa Ulaya juu ya mkutano huo, ikulu ya Marekani ilisema kwamba kauli ya Trump ambayo aliitoa akiwa ndani ya ndege ya Rais Air Force One, ambapo alisema anadhani wanachopaswa kufanya ni kusimama pale pale katika mistari iliyopo ya mapambano, na akasema mengine ni magumu sana kujadili, ukiwa unasema ninyi chukueni hiki, sisi tutachukua kile. Yani rais wa Marekani Bwana Donald Trump of course anafahamu, si tu kufahamu, ila anaelewa ugumu wa kila ambacho wa Ukraine wanakihitaji, kwa maana ya kurudisha au kuchukua maeneo ambayo sasa hivi yapo chini ya milki ya Urusi. Na katika upande mwingine, kwenye eneo la kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, rais wa Marekani alisema ndio kipaumbele chake kuhakikisha kwamba wanafanikisha usitishaji wa mapigano kati ya
Urusi pamoja na Ukraine, lakini kwa sasa hivi anatazama zaidi Israel pamoja na Hamas waweze kumaliza vita ya Gaza. Yani anasema hivi, of course ndio ana kipaumbele fulani hivi cha kumaliza mgogoro kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini anasema kipaumbele kikubwa zaidi walichonacho sasa hivi ni kutazama namna gani ya kumaliza mgogoro kati ya Hamas pamoja na Israel. Na kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, Trump pamoja na Putin alitoa pendekezo kwamba Ukraine inatakiwa ijitoe katika eneo la mashariki la Donbas kwa kubadilishana na baadhi ya maeneo yaliyopo chini ya Urusi katika mikoa ya kusini ya Kherson pamoja na Zaporozhye, kwa mujibu wa maafisa wa Ulaya, kwamba Putin kuna vitu vyake ambavyo anahitaji vikamilishwe. Pendekezo hilo ambalo maafisa wamesema kwamba ni ombi dogo zaidi ukilinganisha na madai ambayo Putin aliwasilisha katika mkutano wake na Trump mwezi Agosti huko Alaska, lingesababisha Ukraine kupoteza eneo kubwa zaidi la ardhi. Baadaye Trump ameshikilia msimamo wa kusitisha vita katika mstari wa sasa wa mapigano. Na Jumapili iliyopita Trump alikanusha madai kwamba aliomba Zelensky akubali kutoa eneo lote la Donbas ambalo Ukraine huliona ni kama eneo fulani hivi la kimkakati. Lakini Donald Trump yeye akiwa kwenye ile ndege ya Air Force One alisema kwa sasa eneo hilo la Donbas limegawanyika. Nafikiri asilimia kama 78 hivi ya ardhi hiyo tayari imeshatekwa na Urusi. Na maneno haya aliyazungumza akiwa kwenye ndege yake ya Air Force One, akisema wanapaswa wa Ukraine kusimama sasa katika mistari ya mapigano, waende nyumbani, waache kuwa watu na waishie hapo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinawasumbua sana wa Ukraine, kwamba yani amepatwa nini huyu baba Donald Trump? Yani imekuwa mbona mapema sana kufikiria hivyo. Na Trump alimwambia pia waandishi wa habari kwamba amemwomba rais wa Urusi Putin aache mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia, lakini anaendelea kueleza idadi kubwa wanajeshi ambao wanapoteza maisha. Na watu kadhaa waliokuwa na taarifa za ndani walisema mkutano wa wiki iliyopita kati ya Trump pamoja na Zelensky ulikuwa ni mkutano wenye mvutano, ni mkutano wa wazi, na wakati mwingine ulikuwa ni mkutano wa kukera sana, huku viongozi hao wakitofautiana kuhusu mustakabali wa vita hivyo. Trump alimwambia Zelensky kwa uwazi katika mazungumzo ya moja kwa moja na ya kweli kwamba kwa sasa Ukraine haitapokea makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kufika ndani ya Urusi, ambayo alikuwa akihitaji muda mrefu. Na miongoni mwa maafisa wa Marekani alisema kwamba Trump alikuwa na maoni kwamba Ukraine inalenga kuongeza au kurefusha vita, na akawa na wasiwasi kuhusu hasara ambazo zitajitokeza wakati wa msimu wa baridi kali. Na balozi wa Ukraine nchini Marekani Olga Stefanshyna Jumatatu alipinga madai kuwa mkutano huo ulikuwa ni mkali au mkutano mbaya, akisema ulikuwa ni mkutano wenye mazungumzo ya namna gani ya kumaliza vita. Akasema Trump na Zelensky waliondoka kwenye mkutano wao Ijumaa wakiwa na ufahamu kamili wa hatua ambazo zinafuata. Na kwa mujibu wa maafisa wa Ulaya, Zelensky na ujumbe wake waliwasili ikulu ya Marekani wakiwa na ramani ambazo zilionyesha mistari ya sasa ya mapigano, wakitumaini kumshawishi rais wa Marekani aendelee kuongeza msaada kule nchini Ukraine. Hata hivyo Trump alionekana kutojali kabisa hoja hizo, na akasisitiza kuwa nguvu kwa Ukraine wanatakiwa kukubali kutoa maeneo fulani ya ardhi ili vita hiyo imalizike. Yani Rais Zelensky pamoja na ule ujumbe aliokuwa ameongozana wakati wanaenda kule Marekani hiyo tarehe 17, ni kwamba tayari alienda na ramani ambayo inaonyesha kwamba ni eneo gani walilofika, namna gani ambavyo wanaweza wakafight kwa ajili ya kurescue the situation. Lakini rais wa Marekani hiyo ramani hata yani alichukulia poa, hakuwa ana shida nayo, kwa sababu aliamini kilichochorwa kwenye ile ramani kamwe hakiwezi kutekelezeka chini ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Kwa hiyo ni moja kati ya kile ambacho kinaonekana ni changamoto ambazo anakutana nazo bado still rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky. Na sasa hivi ni kama wa Marekani wameanza kumuenjoy. Yani sasa unaona wanamchukua alafu wanamwambia tunakuja kuzungumzia kuhusiana na mustakabali wa nini ambacho tunataka tujadiliane kumaliza mgogoro, lakini akifika kule wanakuwa tayari wana maelezo yao. Na hakuna jambo baya siku ambayo rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky anaenda kukutana na Trump, ambayo ilikuwa ni Ijumaa ile, ni kwamba usiku wa kuamkia siku ambayo Trump pamoja na Zelensky wanakutana, Trump alimpigia simu rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kumwambia kwamba bwana tuna kikao na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tayari kuna mambo walikubaliana nayo. Na hii ndio changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikimkuta rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky. Yani hakuna namna anaweza kukaa na Marekani wakajadili jambo kama Urusi hajashirikishwa
Kwa hiyo Urusi kwa kiasi fulani ndio ambao wanatoa hatima ya nini ambacho kinatakiwa kifanyike katika ukanda huo kwa wakati gani. Kwa hiyo hakuna maamuzi ambao watayafanya wa Marekani, watayafanya wa Ukraine pasipo Urusi kutoa hiyo nini? Kutoa hiyo go ahead. Sasa hili na lenyewe limekuwa ni changamoto kubwa sana in which wanashindwa kujua ni kwa namna gani Marekani yupo. Yaani Marekani amesimamia upande gani? Maana akikaa kidogo akikaa na Zelensky anamwambia okay poa bwana tutafanikisha hili. Akimpigia simu Putin anamwambia baba hii ngoma naona ni ngumu, wewe fanya tu ambacho unakitaka. Sasa tunasubiri tuone mazungumzo au mkutano utakaokutana huko Budapest yatakuwa ni mazungumzo ya aina gani, lakini still bado tunajua msimamo uko pale pale. Warusi wao wamesimamia kile ambacho wanakiamini na wanasema wao hawawezi wakabandua shilingi. Yaani wao wamesimama pale pale ambapo wamedhamiria kufanya na hawawezi wakabandua hiyo shilingi. Kwa hiyo hili ni eneo jingine gumu sana ambalo linawakumba sasa hivi wa Ukraine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.